Naam, karibu mtazamaji. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Naam, tuanze na taarifa tanzia. Watu 12 wamethibitishwa kufariki dunia katika ajali mbili tofauti na za kusikitisha zilizoripotiwa katika bonde la Ufa na kaskazini mwa Kenya saa za alfajiri ya Ijumaa. Ajali hizo ambazo zilitokea kwa saa chache tu zimeangazia tena wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa barabarani katika barabara kuu nchini Kenya. Vikosi vya dharura vilifanya kazi ya asubuhi nzima kutoa waliojeruhiwa, wakati polisi na wakianzisha uchunguzi kubaini kilichosababisha ajali hizo. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Katika ajali ya kwanza, watu 7 walifariki baada ya ajali iliyotokea katika eneo la Lesos Junction, eneo la Mlima Punda, ilihusisha gari dogo la kibinafsi, lori na matatu ya Blue Max Sacco iliyokuwa ikisafiri kutoka Kakamega kuelekea Nairobi. Mamlaka imethibitisha kuwa miongoni mwa waliofariki kuna wanafunzi 3. Wilberforce Charani, kamanda wa kaunti ya Uasin Gishu, alithibitisha ajali hiyo na kusema polisi wanafanya kazi ya kubaini utambulisho wa wahanga. Ambaye ilikuwa na abiria 15 akiwa na driver, wote watu 16, na papo hapo watu 7 waliaka. Wengine walipata majeruhi mabaya sana na wamekimbizwa hospitali, wako Pan Forest, wengine wameletwa hapa MTRH. Katika eneo la ajali, binti wa dereva wa matatu ya Blue Max aliyehusika, Cynthia Ashiundu, na mama yake Janet Ashiundu walifika katika eneo la ajali. Wawili hao walisema wamempoteza mtoaji wa kipato cha familia na walipokea taarifa hiyo jana usiku. Amekuwa the breadwinner. My siblings bado ni wachanga, school going age, kwa hivyo it's a big loss to the family. Ya Blue Max tuliachana na yeye kwa simu jana mwendo wa saa 2, akisema ya kwamba ameondoka anasafiri kurudi Nairobi. Lakini kufika mwendo wa saa 5 tulianza kupata habari ya kwamba gari lake limefanya ajali. Waliojeruhiwa katika ajali hiyo walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Moi, hospitali ya Ban Forest na ile ya Plateau kwa matibabu zaidi. Tunamlaumu sana ule dereva wa trailer kwa sababu alichukua nafasi ambayo sio yake, na pia kuomba wasasi kwamba watoto wa shule wanaposafiri wacha wasafiri mchana, kwa sababu mchana tunakuwa na ajali sisio nyingi sana. Katika ajali ya pili, watu 5 walifariki na mwingine mmoja akajeruhiwa katika ajali ya alfajiri iliyotokea kwenye barabara ya Marsabit hadi Isiolo. Ajali hiyo ya saa 10 alfajiri ilitokea katika eneo la Kargi, takriban kilomita 10 kusini mashariki mwa mji wa Marsabit, baada ya lori moja kugonga nyuma ya lori jingine. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Marsabit, Leonard Kimayo, alisema malori yote mawili yalikuwa yakisafirisha maharage kutoka kusini mwa Ethiopia kuelekea Isiolo. Mamlaka katika kaunti zote mbili zimetoa wito ya kuwa na umakini zaidi barabarani, huku uchunguzi kuhusu ajali zote mbili za Ijumaa ukiendelea. Polisi wanajitahidi kubaini visababishi halisi ya ajali hizo. Elvis Kosgei, KTN, kaunti ya Uasin Gishu. Naam, tunasema makiwa kwa